وهذا الكتاب الابيض، هذا الكتاب الابيض فيه حل بعدين علي بس. Septemba 23 mwaka 2009, mkutano wa Umoja Mataifa ulifanyika pale New York, Marekani, uliwakutanisha viongozi mbalimbali kutoka kila pande ya dunia kujadili kuhusiana na uchumi, afya na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kimataifa. Viongozi walipewa na dakika 15 za kuhutubia katika mkutano huo ili kuendana na ratiba ambayo ilikuwa imepangwa. Rais wa Libya Muammar Gaddafi alikuwa ni miongoni wa viongozi waliopata nafasi ya kuhutubia katika mkutano huo, lakini alizungumza kwa dakika 96, akaenda kinyume na dakika 15 ambazo zilikuwa zimepangwa, akasababisha ratiba kuchelewa. Katika hotuba yake alikuwa anaongea kwa lugha ya Kiarabu kikitafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza na mkalimani, lakini ilipofika dakika ya 75 ya hotuba yake, mkalimani alichoka, akasema hawezi kuendelea kwa tafsiri kwa sababu Gaddafi alikuwa anaongea kwa haraka na pia alikuwa ampi nafasi ya kuweza kutafsiri yale alikuwa yanaongea. Katika hotuba yake mambo ambayo alizungumza, alichukua katiba ya UN, akasoma kifungu kinachosema mataifa yote ni sawa. Alichana kitabu hiko kisha akarusha nyuma mgongo wake, akasema kwamba sio kweli kwamba mataifa yote ni sawa kama katiba ya UN inavyosema, kwa sababu kuna mataifa yametengwa kwa kuitwa magaidi. Na pia kaliita baraza la Umoja wa Mataifa kuwa ni baraza la magaidi, kwa sababu toka kuanzishwa kwake mwaka 1945 mpaka kufikia 2009 kumetokea vita vipatavyo 64 na wameshindwa kuvituliza. Kwa hiyo hapaswi kuitwa baraza la Umoja wa Mataifa, bali wanapaswa kuitwa baraza la Umoja wa Magaidi. Akazungumzia kuhusu homa ya nguruwe, akasema kwamba virusi vya homa ya nguruwe hivi ni virusi ambavyo vitengenezwa maabara na shirika la afya duniani WHO kwa lengo la kutengeneza dawa ili iweze kujipatia pesa. Na akaomba kufutwe kwa kura ya veto. Kura za veto hizi ni kura ambazo mataifa matano yenye nguvu huwa yanakula yenye nguvu sana. Mataifa hayo ni China, Uingereza, Ufaransa, Urusi pamoja na Marekani. Haya mataifa kula zao zina nguvu, yani kama ikitokea East Africa tukaamua kufanya kitu chetu sisi wenyewe, haya mataifa yakipiga kula yanatakiwa yote yakubali ndipo kitu chetu kifanyike. Ikitokea mmoja wapo akasema hapana, basi kitu hiko hakiwezi kufanyika. Na akaomba pia Afrika ilipwe fidia ya dola bilioni 7.7. Hizi ni takribani trilioni 20 za Kitanzania kutokana na maumivu yaliyoachwa katika utumwa na ukoloni. Baada ya kumaliza hotuba hii, viongozi wengi walikuwa wameondoka kabla mkutano hujaisha. Wengine walikaa wakiwa wamekunja sura, wakimwona kwamba hotuba hii ni ya vurugu, sio kwa na nidhamu kabisa. Lakini kwa Afrika walimchukulia Gaddafi kama mtu ambaye alikuwa na ujasiri, akaenda kuongea mambo ya kweli katika mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao viongozi wa Afrika wenyewe hawakusubutu kufanya hivyo.